nakumbuka tulimwambia nini maana ya Uislamu. Wallahi akatuambia maana ya Uislamu ni neno la Kiarabu, tafasiri yake ni amani, salama na kunyenyekea mbele ya Mungu. Maana ya Ukristo akatutafasiria maana yake ni mtu mpakwa mafuta, kwa ushahidi wa Matendo ya Mitume Bible Imprimatur 11 mstari wa 25, tafsiri ya maneno madogo pale chini. Akatuambia hii ndio tafsiri halali ya Ukristo. Akatuambia sasa tuangalie kama kweli Ukristo ni dini au Uislamu ni dini. Tukamwambia tutaangalia vipi? Akatuambia kwanza tutaangalia, je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Nakumbuka alitusomea aya moja anayopenda kuisoma hapa Bwana Mazinge katika Luka 2 mstari wa 21. Tulisoma aya hii tukakuta inasema zilipotimia siku 8 za kumtahiri, mtoto alitahiriwa akaitwa jina lake Yesu. Akatuambia mabwana, sisi tumesoma, na yeye alikuwa amegraduate, ni mtu msomi, tena ni doctor, ana PhD. Akatuambia mabwana, kwa mujibu wa aya hii inaonyesha Yesu alitahiriwa na sifa ya Mungu. Mungu hawezi kutahiriwa wala karibiwa na kiumbe yoyote. Kwa hiyo Yesu sio Mungu, Waislamu wako sahihi. Tukamwambia kwa nini unasema hivyo mtumishi wa Mungu? Akasema ndio. Tukamwambia ili tusadiki kama Uislamu ni dini, tuoneshe Muhammad ndani ya Biblia. Akacheka sana. Akatuambia Muhammad yumo na vitabu vyote vya Kikristo vinamkubali Muhammad kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tukamwambia kwa nini? Akasema ndio. Nakumbuka tulipokuwa chuo cha Biblia Kigoma, tunapoisoma Bible tulikuwa tukifika baadhi ya aya tunaambiwa lukeni, mtakwenda mkaisome mbinguni mkifurahi na malaika. Kumbe aya hizo ndizo zinazomtabiri Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka yule bwana alitoa kitabu kidogo kinaitwa Breviale. Breviale, kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kimetafasiriwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili kwa vile vilivyopo katika nchi ya Mashariki. Yule bwana akafungua, nakumbuka ukurasa wa 223. Tukafungua katika Breviale, tukakuta Mungu mwenyewe katika kitabu kile anazungumzia kuhusu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akatuambia wekeni mbali kitabu hiki. Akatufungulia Biblia hii inayosomwa na Wakristo wote ulimwenguni katika Yohana 16 mstari wa 7. Tukaisoma, tukakuta Yesu anawaambia wanafunzi wake, yawafaa ninyi mimi niondoke duniani kwa sababu mimi hamkuniamini, lakini tazama yuaja nyuma yangu, naye akishakuja Roho huyo atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Tukajiuliza huyu Roho anayetabiriwa atakuja nyuma baada ya Yesu ni roho yupi? Akatuambia nendeni katika Qur'ani ya Waislamu. Nakumbuka alitufungulia katika Qur'an sura ya 61 aya ya 6. Tukaisoma tukakuta Mwenyezi Mungu anasema, na wakumbusha aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam